mkazi wa Mbagala Zakiem, tarehe 24, tarehe 25 na tarehe 26, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukutane katika viwanja vya Mbagala Zakiem pale mwisho, viwanja maarufu kabisa ambavyo mikutano mbalimbali ya kisiasa imekuwa ikifanyika. Nitatumia fursa hiyo ya kukutana na wewe mkazi wa Mbagala Zakiem, kwa mtu mmoja mmoja, kwa watu wengi, kwa makundi, kwa kuwakagua na kupata tafsiri sahihi ya ndoto zenu ambazo mmekuwa mkiota siku na siku. Tumia fursa hiyo ambayo nitatumia dua maalum mujarrab kwa ajili ya kukufanya wewe ambaye umekuwa ukisumbuliwa na ndoto za kimsukule, biashara zako za kimaisha zimekuwa haziendi, zikifungwa kwa kutopata faida na faida haionekani, lakini pesa inaingia. Aidha nitatumia fursa kwa watoto wetu ambao wanakaa maeneo ya Mbagala Zakiem kuombea dua ya mtu mmoja mmoja, na kuomba usikose. Tumia fursa hiyo adhimu ya kukutana na Sharif Majini katika viwanja vya Mbagala Zakiem. Tumiminike kwa wingi kabisa, watu wote, walika zote, wanaume kwa wanawake, tutashiriki katika kongamano hilo la Sheikh Sharifu Majini la hofu ya Mungu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Wapenzi watazamaji wa kipindi chetu cha ndoto zetu ndani ya channel 10 kilichokuwa bora kabisa, amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Assalamu alaikum ndugu zangu, tunakuombeeni watu wote, Mungu atujalie kutupa afya katika taifa letu pendwa la Tanzania, pamoja na kuendelea kuwaombea viongozi wetu wa taifa letu hili tukufu la Tanzania bara na visiwani. Kwa mara nyingine tena tumekutana hapa katika runinga yako hapo nyumbani iliyokuwa bora kabisa. Kipindi ni ndoto zetu, na alhamdulillah leo na mgeni katibu wangu hapa, Alhabibi Sheikh Ganzeri, ni katibu wa kamati ya maandalizi katika mizunguko yote ya Sheikh Sharif Majini, kama tulivyofanya pale mkutano wetu wa Diamond Jibril Hall katika kipindi cha mwezi wa 11 kuelekea 12. Mwandalizi mkubwa alikuwa huyu. Vitengo mbalimbali huko, ukienda katika jeshi la polisi, ukienda katika halmashauri, yeye ndo amekuwa mtaalamu huko, amekuwa akienda kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama katika mikutano ya Sheikh Sharif Majini inakuwa ni mikubwa. Na kama mnavyoona mkutano wetu, vyombo mbalimbali vya habari vimekuwa vikitangaza mkutano wa Sharif Majini katika maeneo ya Mbagala Zakiem. Leo tunaye katibu wa kamati ya maandalizi hapa. Kabla tujaingia katika kipindi chetu, kwa dakika kama 5 tutampa aelezee hali ilivyo ya tarehe 25, 24, 25 na 26, kwamba kongamano letu la dua ya hofu ya Mungu pamoja na dua ya mmoja mmoja na kuliombea taifa letu pendwa. Hii ndio Tanzania, Tanzania ndio nchi yetu, na tunaipenda nchi yetu na tutailinda amani yetu kwa namna yoyote. Karibu sana Sheikh Ganzeri. Asante na. Kwanza asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Wasalimie ndugu zetu wanaokusikiliza pale nyumbani. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, watazamaji wa channel 10 kilicho bora zaidi. Baada ya kumshukuru Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile kumtakia ziada rehema na amani bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nina furaha tena kwa mara nyingine kwa ndugu yangu kiongozi wangu Sheikh Sharif Majini kunikaribisha ili na mimi kusema kidogo, kuelezea juu ya kongamano kubwa ambalo tunatarajia kulifanya katika viwanja vya Mbagala Zakiem kuanzia tarehe 24 mpaka tarehe 26 ya mwezi Februari, bi maana mwezi wa pili. Na niseme tu kwamba tumepata kibali cha kufanya kongamano hili ambalo litakuwa ni la hofu ya Mungu, lakini pia kuombea watu wenye shida, matatizo mbalimbali. Mimi ni mkazi wa Mbagala na nimepata maoni mengi sana, maombi mengi sana ya watu wakimwomba Sheikh Sharif Majini afike maeneo ya Mbagala. Na mimi kwa sababu ni katibu wake, ni mtendaji wake mkuu, nikaona na mimi nifikishe ombi hili, na yeye akawa amekubali ombi hili kwa mapema zaidi. Na tumefanya process zote ambazo zinatarajiwa kufanyika, ikiwemo kwa jeshi la polisi, na alhamdulillah rabbil alamin hivi tunapozungumza tayari tumeshapata kibali, tumeshapewa programu nzima ya ulinzi na usalama katika maeneo ya Mbagala Zakiem. Kwa hiyo kazi iliyobakia hivi sasa ni wewe unaosikiliza channel 10 hivi sasa unayoangalia, ili kuweza kumwambia mwenzio na wewe pia kujiandaa
kupokea mkutano huu ambao mimi nasema utakuwa ni mkutano wa kihistoria katika viwanja vya Mbagala Zakiem. Sheikh Sharif Majini unamuona sehemu mbalimbali, lakini siku hiyo utamuona live na utashuhudia mambo ambayo naamini wewe hujawahi kuyaona, utayaona live hapo viwanja vya Mbagala Zakiem. Kumbuka tarehe ni 24, Ijumaa 25, Jumamosi na 26 siku ya Jumapili. Siku tatu hizi nafikiri zinatosha sana kwa wenye matatizo na shida mbalimbali, ili Mwenyezi Mungu waje wapate ufunguzi kupitia kwa ndugu yangu Sheikh Sharifu Majini. Labda swali nikuulize Sheikh wangu Katibu Ganzeli, kutokana na hali ya mwamko ya watu na msisimko wa kipindi chetu cha ndoto zetu, na watu wamekuwa wakifuatilia sana, na hamu ya watu kwa Sheikh Sharif Majini, umeona jinsi Diamond watu walivyojaa. Je, hali ya Mbagala na wingi wa watu wa Mbagala na uwanja wa Mbagala Zakiem utakidhi mahitaji yetu au tupeleke Jangwani? Maana isije kawa watu wakawa wengi alafu Sharif Majini akafanya mambo yake yale Mwenyezi Mungu amempa kuburi na karama alafu ikawa tabu. Je, mmejipangaje juu ya hilo? Maana mwenye Diamond uliona jinsi watu siku walivyohamka na mwemko wa mapepo yale. Na katika hili niseme tu kwamba nikiwa kama mkazi wa Mbagala, lakini pia nikiwa kama mtendaji wa shughuli za ofisi za Sharif Majini, kwamba watu wa Mbagala wana hamu sana, na si watu wa Mbagala ninaosema, watu wa sehemu mbalimbali, mikoa mbalimbali, lakini watu wa Mbagala wana hamu kubwa sana ya huu mkutano. Na imani yangu inaniambia kwamba uwanja wa Zakiem ni uwanja wa mpira, ni uwanja ambao umebanwa kidogo na masoko, lakini bado tuna sehemu kubwa ya kufanya mkutano, lakini na imani patatosheleza mahitaji. Lakini mahitaji haya hili yatosheleze kwa ufanisi zaidi ni wahusika wa tukio hili. Kwa maana wale watu tunawakusudia kufika pale viwanjani, kwanza wafike kwa wakati, kwa sababu tutakuwa na ulinzi kutoka jeshi la polisi. Tutakapoona hali imekuwa ngumu zaidi, tutazungusha ule uwanja wote, yani kamba maalum pale uwanjani. Idadi watu walikuwa wametimia uwanjani itatosheleza watu kuweza kusikiliza muhadhara, kwa sababu na imani uwanja unawezekana pia ukawa ni mdogo kutokana na eneo Mbagala inaishi na watu wengi sana. Mbagala ina vitongoji vingi sana, kuanzia Chamazi, Mbande, Suiki, Lungule, ina sehemu nyingi. Kwa hiyo kubwa ni kwamba uwanja utatosheleza mahitaji, lakini kubwa watu wawahi kwa wakati. Ukifika muda ambao tuna imani watu wao wanatosheleza mahitaji, basi tutakuwa tumeuzungusha uwanja wetu kuzuia kabisa watu kutoingia katikati ya uwanja. Asante sana. Wapenzi watazamaji wa kipindi chetu cha ndoto zetu ndani ya Channel 10. Kama mlivyomsikia katibu wangu mtendaji Al-Habibi Sheikh Ganzeli kwa ufafanuzi, na ni muhimu tutoe ufafanuzi kwa sababu watu wanatufuatilia kwenye vyombo vya habari, haswa katika kipindi chetu hiki cha ndoto zetu. Kwa hivyo twende mapumziko ili tuweze kuendelea na kipindi cha ndoto zetu. Kutana na Sheikh Sharif Majini, kijana mwenye kipaji maalum cha kutafsiri ndoto wa Afrika Mashariki na Kati. Anatibu matatizo yote yatokanayo na uchawi wa kijini kwa kutumia dua. Fika kituoni kwake Mabibo Mwisho jijini Dar es Salaam ili upate dua na mafuta maalum ili uondokane na matatizo yote ya kichawi. Anapatikana siku zote isipokuwa Ijumaa. Dua ya pamoja ni Jumapili tu kuanzia asubuhi hadi saa 6 mchana. Pia angalia kipindi chake cha ndoto zetu hapa Channel 10 kila Jumapili saa 12 jioni na Ijumaa saa 3 asubuhi. Kama tulivyozungumza katika wiki iliyopita, tumezungumza kwamba ndoto ziko za aina 3. Aina ya kwanza ni ndoto nzuri, aina ya pili ni ndoto mbaya, na aina ya 3 ni ndoto za kutisha. Kuna mbaya na za kutisha, na kuna nzuri na kuna mbaya kabisa. Ambazo zile nzuri tulizungumzia ni ru'ya, yani ni ndoto za maono, ambayo maono amekuwa akiyapata mwanadamu na kuota, kisha akaja akatuhadithia na sisi tukawa ni zenye kupata hizo ndoto. Ndoto mbaya, kuota usiku unakimbizwa, kukimbizwa aidha na wanadamu, kukimbizwa aidha na wanyama, kukimbizwa aidha na viumbe ambao wasiokuwa na sura, ambao wanatisha, sura zao hazisemeki. Ndoto mbaya, kuota huko katika ajali imetokea na wewe ukiwa ndani ya ajali, kuota umezama ndani ya meli, ndani ya bahari, manake umezama katika mto, katika ziwa, kuzama katika bwawa, katika kisima, kuota unakabwa, kuota kwamba unapata adhabu kubwa, unapata mateso na majeraha, unateswa, kuota unajifungua ukiwa wima,
kuota maradhi ambayo yanakuumiza katika mwili wako na mateso makubwa, kila dawa ukitafuta uzipati. Hizi tunaita ni ndoto za kutisha, ambapo katika ndoto hizi za kutisha mwanadamu huwa zinamtokea usiku, na zinapomtokea usiku anakuwa akiwa amelala. Lakini katika ndoto yoyote, yule muotaji, sharti la kwanza anatakiwa aseme kweli. Sharti la kwanza anatakiwa aseme kweli, na ihakikishwe kwamba ile ndoto iliyootwa kabla ya kutafsiriwa iwe ya kweli, kwa sababu mtu anaweza kaota ndoto afu ikawa ni ndoto ya uongo na akasema uongo. Hapo unakuwa tayari umeshaharibu katika zile taratibu za ndoto. Lakini ndoto, kuna ndoto ambazo zinatafsirika na kuna ndoto ambazo hazitafsiriki. Mfano, unaweza kaja ukaniambia umeota ndoto, lakini ile ndoto nikaona kabisa tafsiri yake kwamba wewe utapata ajali, na kweli haina namna utapata ajali, siwezi kukwambia tafsiri yake kwamba wewe labda unaweza ukafa ama ukafiwa. Kuna ndoto ambazo huwezi kuambiwa, hata madaktari wenyewe kuna maradhi mengine mgonjwa yakimkuta hawamwambii, wanawaambia ndugu. Kwa hivyo kuna ndoto ambazo zinatafsirika na kuna ndoto ambazo hazitafsiriki. Na kuna ndoto ambazo hazitafsiriki, mtu kuna baadhi ya mambo katika jamii yanapomkuta, hizo ndoto huwezi kumtafsiria mtu akiota. Mfano, wakati mtu kalala hali ya kuwa ana janaba, huwezi kumtafsiria. Yaani maana yake amekutana na tendo la jimai alafu hajakoga kujitoarisha. Huyu anapoota huwezi kumtafsiria. Wakati mtu kalala hali ya kuwa amelewa, mtu wa namna hiyo huwezi kumtafsiria. Kama ameota mtu alielewa, huwezi kumtafsiria. Ya pili, mtu kabla ya kulala akawa anakifikiria kitu, kukitamani kile kitu, kisha ataota vile vile. Yani mtu ambaye kabla ya kulala amefikiria kwamba mimi nitakuwa tajiri, nitapata gari, nitapata mali, nitapata kitu fulani, nitaoa, nitaolewa, alafu usiku akaja unamuuliza kabla ya kulala ulifikiria kitu chochote? Kama alikifikiria kile kitu, huyo mtu hastahili kutafsiriwa. Na ndoto ya 4 ni ndoto mbaya yenye kuhofisha na kuhuzunisha, ya kutokana na shetani, kutokana na mashaitani, tunasema majini. Ndoto hii kawaida mtu huwa atafsiriwi katika mtiririko. Ukiona ndoto zile mbaya, utakiwi kumtafsiria mtu kama huyo. Tunaendelea na awamu yetu ya ndoto. Kuna kamba kama kamba, umeota kamba kwa tafsiri sahihi na ishara nzuri na dalili ya muotaji kuwa ni mtu aliyeshika dini yake. Ni mtu aliyeshika dini yake. Mtu mwenye kuota kamba mara kwa mara ni mtu aliyeshika dini. Kwa utaangalia katika dini yako ambayo umeishika. Umekaa ukaota magogo ama mbao. Aliyeota magogo ama mbao kwa tafsiri sahihi ni ishara ya ndoto mbaya, na dalili ya muotaji ni mtu mwenye tabia ya unafiki. Lakini kuna kuota unakula nyama mbichi. Nyama mbichi, aliyeota katika nyama mbichi kwamba anakula, ni dalili ya muotaji kuwa ni mtu mwenye tabia ya kusema watu na ni kawaida yake. Na kuna dalili ya kuwaota wanyama wakali wafuatao. Hii ni ndoto mbaya. Umemuota simba, umemuota nyani, umemuota fisi, umemuota chui, umemuota tembo na wanyama wengineo. Hizi ni ndoto tunasema za kutisha, ambazo ndoto hizi mwanadamu unatakiwa lazima uweze kuzifahamu. Lakini kuna kuliota jiwe kama jiwe, ni ishara ya ndoto mbaya na dalili ya muotaji kuonywa na kuhadharishwa kwa jinsi ya moyo wake ulivyokuwa mgumu sana. Ukiota jiwe kwamba wewe ni mgumu, usikii, kibri, utaki kusikia ya watu, kwamba ni ishara. Ukiota jiwe sasa unahadharishwa wewe. Na anasema kwamba aliyeota amepanda juu ni ishara ya ndoto yake nzuri kuliko ndoto zozote zile. Twende mapumziko ili tumalizie kipindi chetu. Wewe mkazi wa Mbagala Zakiem, tarehe 24, tarehe 25 na tarehe 26, Ijumaa
Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukutane katika viwanja vya Mbagala Zakiem pale mwisho, viwanja maarufu kabisa ambavyo mikutano mbalimbali ya kisiasa imekuwa ikifanyika. Nitatumia fursa hiyo ya kukutana na wewe mkazi wa Mbagala Zakiem, kwa mtu mmoja mmoja, kwa watu wengi, kwa makundi, kwa kuwakagua na kupata tafsiri sahihi ya ndoto zenu ambazo mmekuwa mkiota siku na siku. Tumia fursa hiyo ambayo nitatumia dua maalum mujarrab kwa ajili ya kukufanya wewe ambaye umekuwa ukisumbuliwa na ndoto za kimsukule, biashara zako za kimaisha zimekuwa haziendi, zikifungwa kwa kutopata faida na faida haionekani, lakini pesa inaingia. Aidha nitatumia fursa kwa watoto wetu ambao wanakaa maeneo ya Mbagala Zakiem kuombea dua ya mtu mmoja mmoja, na kuomba usikose. Tumia fursa hiyo adhimu ya kukutana na Sharif Majini katika viwanja vya Mbagala Zakiem. Tumiminike kwa wingi kabisa, watu wote, walika zote, wanaume kwa wanawake, tutashiriki katika kongamano hilo la Sheikh Sharifu Majini la hofu ya Mungu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tumezungumza mtiririko wa ndoto, tulizungumza habari za kichwa. Sasa tunakuja tunazungumzia habari nzima za tangawizi. Kuna watu wanapenda kunywa tangawizi, wakikaa katika vijiwe vya kahawa, niletee tangawizi. Matokeo yake mtu analala mpaka usiku anaota. Aliyeota tangawizi, ndoto kama hii ina ishara gani? Lakini pia ni ishara ya muotaji kuwa ni onyo kali. Ukiota tangawizi, ukiota radi, sababu tangawizi ni kali, kwa maana unakunywa tangawizi, ukiota radi kwamba inapiga, nayo ni ishara mbaya. Ukiota kupigwa mawe, aliota kapigwa mawe, ni ishara ya ndoto mbaya kwa wote wawili, mpigwaji na mpigaji. Ukiota wewe mpigaji, ukiota na wewe mpigwaji, ni ishara mbaya. Lakini kuna kuota dua, kule tulisema maombi. Aliota kaomba dua ni ishara ndoto nzuri. Dua ni ibada na dua ni rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, na kila ndoto yenye dua inabashiria kheri na kuondoa tabu. Kila ndoto yenye dua inabashiria kheri na kuondoa tabu. Kumuota ngamia jike, aliyemuota ngamia jike ni ishara ya ndoto nzuri na dalili ya muotaji kupata riziki na utukufu, ila ikiwa kamchinja ule ngamia, basi hiyo ni dalili ya kupata hasara na ghadhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa umemuota ule ngamia umemchinja. Tunamzungumzia nyuki. Ikiwa umemuota nyuki ni ishara ya ndoto nzuri na dalili ya shifau. Kama ulikuwa ni mgonjwa, utapata ponyo kwa muotaji. Yani maana yake kama umepata ugonjwa, umemuota nyuki, unapata shifau na nguvu pamoja na ponyo. Na ukiota mwezi kama mwezi ulivyo, aliota mwezi ni ishara ya ndoto nzuri na dalili ya muotaji kuwa katika furaha ya kuokoka katika maovu. La, ikiwa kama ule mwezi una kasoro, haupo kamili, basi ni dalili ya maisha ya tabu. Ikiwa kama mwezi ule uko kipande na aliota miezi mingi ipo pamoja, basi ataruzukiwa kwenda hija. Ukiwa umeota miezi mingi kabisa, miezi ile iko mingi kwa pamoja, utaruzukiwa wewe kwenda hija ukiwa ni Muislamu. Kuapa kiapo cha kweli, aliota kaapa kiapo cha kweli usingizini, basi ni ishara ya ndoto nzuri na dalili ya muotaji kupata faida dunia na akhira, kwamba muotaji atapata dunia na akhira. Na kama kiapo naye ni muongo, basi yule muotaji ni mtu mnafiki na atapata hasara. Maana kuna watu haki ya Mungu, yani mtu kila kikaa na hapa haki ya Mungu, nakwambia hakuna kitu kibaya kama kuapa kwa jina la Mungu. Watu mnapenda sana kuapa ovyo ovyo. Mrehani ni mti, aliyeota mrehani ni ishara ya ndoto nzuri, kwa sababu ni mti wa peponi na dalili ya muotaji kupata riziki na kupata katika furaha na mafanikio yake. Ukiota mti wa mrehani, kama yuko nyumbani unanifuatilia, uliandika message hii ya kuhusu mrehani, uelewe kwamba ni dalili nzuri. Vitunguu maji na vitunguu saumu, mtu anaviota hivi, aliota vitunguu maji na vitunguu saumu ni ishara ya ndoto mbaya, kwani Mayahudi waliomba wabadilishiwe hivi vitunguu maji na vitunguu saumu. Ukiviota ni dalili mbaya. Kumuota kondoo, aliyemuota kondoo ni ishara ya ndoto nzuri na dalili ya muotaji kupata utukufu na ukombozi, ikiwa kama kapewa zawadi ya kondoo na mkewe.
na mimba ataruzukiwa mkewe mtoto wa kiume. Yani mtu kama wewe umepewa kondoo, akawa kondoo yule ni wa kiume na mkeo amepata mimba, ni ishara kwamba mke wako anaweza akaja akajifungua mtoto wa kiume. Na mwenye kuota kapigana na kondoo na akamshinda, ni ishara ya kupigana, ni ishara ya kupigana na watu. Umeona bwana, ni ishara ya kupigana na watu. Hiyo ndio ishara kwamba wewe utakuja kupingana na watu. Lakini kuna ng'ombe, unaweza kumuota ng'ombe. Nishatoa tafsiri ya ng'ombe mara nyingi. Aliota ng'ombe hapa imeonekana na hali ya yule au wale ng'ombe, na tafsiri zake ni tofauti. Ikiwa kama ng'ombe yule ni mnene na mzuri, ni ishara ya ndoto nzuri na dalili ya kheri na baraka kwa muotaji. Ikiwa ng'ombe yule ni mwembamba na ni dhaifu, ni ishara ya ndoto mbaya na dalili ya ufukara na uchawi. Na dalili ya ufukara na uchawi. Kuna mtu anakuja anaziota ndevu. Mwanaume aliyeota ndevu ni ishara ya ndoto nzuri na dalili ya muotaji kupata jaha au mali. Umeona bwana? Na mali, atakuja kupata mali zilizokuwa nzuri kabisa. Na kuna yule ambaye anaota lulu. Aliota lulu ni ishara ya ndoto nzuri na dalili ya kheri kwa muotaji. Wote nyewe tafsiri ambao mmenitumia message zenu, nazisoma na kuzitafsiri katika zile message ambazo mmezituma, ili kila mmoja aweze kupata ufafanuzi mzuri. Twende mapumziko ili tuendelee na kipindi chetu. Kutana na Sheikh Sharif Majini, kijana mwenye kipaji maalum cha kutafsiri ndoto Afrika Mashariki na Kati. Anatibu matatizo yote yatokanayo na uchawi wa kijini kwa kutumia dua. Fika kituoni kwake Mabibo Mwisho jijini Dar es Salaam ili upate dua na mafuta maalum ili uondokane na matatizo yote ya kichawi. Anapatikana siku zote isipokuwa Ijumaa. Dua ya pamoja ni Jumapili tu kuanzia asubuhi hadi saa 6 mchana. Pia angalia kipindi chake cha Ndoto Zetu hapa Channel 10 kila Jumapili saa 12 jioni na Ijumaa saa 3 asubuhi. Nishawahi kuzungumzia wiki iliyopita habari za manukato. Nikasema kuna manukato ambayo ni mazuri na kuna manukato ambayo ni mabaya. Kuna manukato ambayo yanakaribisha majini kama vile mahaba na ashiki, na kuna manukato ambayo yanafukuza mapepo. Kwa sababu manukato kawaida mwanamke ni vizuri ukajipamba alafu mumeo akawa pembeni kama hujaolewa, ili usije ukasababisha majini wengine wakaweza kukutamani. Kwa sababu majini kama majini wanapokuona huko single wanakutamani, lakini unapokuwa na mumeo jini anakasirika, anapata hasira kwamba hawezi kukuingia wewe na kukuvaa. Sasa unaota una manukato, aliyeota kajipaka manukato au kanusa manukato, na ikawa kama muotaji hajaoa, atapata mke mwema. Tunaambiwa atapata mke mwema. Unaweza kupata mke mwema, na iwapo kama muotaji ni mgonjwa atapona haraka. Ndoto inatuambia hivyo. Na kiona hujaoa umeota hiyo ndoto, unatakiwa ufanye haraka katika jitihada za kumwomba Mungu ili Mungu akujalie ndoa yako ipite salama. Ukiota habari nzima za handaki nafikiri kila mmoja analijua. Hata miaka iliyopita rais mmoja katika nchi za mbali huko Ghuba ya Uajemi alikutwa kwenye handaki. Ukiota handaki ni ishara ya ndoto nzuri kwa muotaji, kwa sababu ni kinga na amani. Ukiota handaki lile ni kinga na amani. Na unaweza ukaota ukuta, aliota ukuta ni ishara ya ndoto nzuri. Ikiwa kama utamwangukia ni dalili mbaya ya kuonyesha kuwa kafanya dhambi nyingi sana. Na ikiwa umemwangukia ukajengwa upya ni dalili ya muotaji kupata mali. Na ukiota chemchem ya maji atakuwa katika himaya ya Mwenyezi Mungu. Yoyote mwenye kuota chemchemu, mtu huyo nafsi yake itakuwa katika himaya ya Mwenyezi Mungu. Na ukiota nyumba ni ishara ya dunia, na kila ikiwa nzuri na kubwa inakuwa dunia yake pia ni nzuri. Mwenye kuota nyumba ni ishara ya dunia yako. Ikiwa nyumba nzuri ni ishara ya dunia yako, bimaana nyumba yako, ishara yako, dunia yako itakuwa nzuri. Nyumba ikiwa mbaya, bimaana dunia yako nayo pia itakuwa mbaya. Ndugu zangu wapendwa watazamaji wa kipindi chetu cha Ndoto Zetu ndani ya Channel 10 kilichokuwa bora kabisa. Kwa kweli tunafarijika sana kwa maoni yenu na simu zenu ambazo mmekuwa mkinipigia mimi Sharif Majini, ambapo nimekuwa nikiumiza kichwa na ubongo ili kuweza kutafsiri ndoto zenu kwa sahihi kabisa bila ya kusema uongo na kuharibu. Na sisitiza tena, napenda sana unipigie simu kuliko kutuma SMS.
kwa sababu wanaotutumia message ni nyingi, tunashindwa kujibu hizo message. Kwa hivyo nakuomba sana wewe ndugu yangu, nipigie simu. Ikiwa ni kutuma, nitakwambia mwenyewe kwamba nitumie sasa message, maana yake na kuweka katika lile jedwali la watu ambao wanaostahili kutuma message. Katika ukurasa wangu wa Instagram andika Sharif Majini, Chief Msopa Sharif Majini, utanipata. Facebook Chief Msopa Sharif Majini, utalike pale, utanifollow, pamoja na kurasa zangu mbalimbali. YouTube hivyo andika, ili uweze kushare na mimi maoni na kuniuliza private inbox katika yale ambayo unayo nifuatilia. Na imani watu wengi sana wa nchi za Ulaya mmekuwa mkinifuatilia, na mmeona katika YouTube humo. Nashukuru sana, na maoni yenu nayapata na nayafanyia kazi. Na kutakia utazamaji mzuri na mwema, na uendelee kufuatilia vipindi vyote vya Channel 10 vilivyokuwa bora kabisa ndani ya Channel 10. Na ufuatilie kipindi chetu hiki wakati kama huu na muda kama huu. Nasema asanteni sana, kwa herini, alamsiki. Wewe mkazi wa Mbagala Zakiem, tarehe 24, tarehe 25 na tarehe 26, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, kuanzia saa 9 kamili alasiri, kutane katika viwanja vya Mbagala Zakiem pale mwisho. Viwanja maarufu kabisa ambavyo mikutano mbalimbali ya kisiasa imekuwa ikifanyika. Nitatumia fursa hiyo ya kukutana na wewe mkazi wa Mbagala Zakiem, kwa mtu mmoja mmoja, kwa watu wengi, kwa makundi, kwa kuwakagua na kupata tafsiri sahihi ya ndoto zenu ambazo mmekuwa mkiota siku na siku. Tumia fursa hiyo ambayo nitatumia dua maalum mujarrab kwa ajili ya kukufanya wewe ambaye umekuwa ukisumbuliwa na ndoto za kimsukule. Biashara zako za kimaisha zimekuwa haziendi, zikifungwa kwa kutopata faida, na faida haionekani lakini pesa inaingia. Aidha nitatumia fursa kwa watoto wetu ambao wanakaa maeneo ya Mbagala Zakiem, kuombea dua ya mtu mmoja mmoja, na kuomba usikose. Tumia fursa hiyo adhimu ya kukutana na Sharif Majini katika viwanja vya Mbagala Zakiem. Tumiminike kwa wingi kabisa, watu wote, walika zote, wanaume kwa wanawake, tutashiriki katika kongamano hilo la Sheikh Sharifu Majini la hofu ya Mungu. Asanteni sana na Mungu awabariki.